Alhamdulillah, I'm very, very honored to be here with you today. And I have just one request. I've only been given 10 minutes like you had. So naomba tafadhali, hata nikisema kitu fani tucheke baadaye, mkiniona baadaye mcheke, sawa sawa? Kwa hivyo tupunguze kicheko tu tuweze kusoma, tuweze kujifunza. I had prepared a lot, lakini Mwenyezi Mungu pia amepanga vingine, sio? Kwa hivyo leo nitashare tu one or two things, lakini sana mimi napenda sana kuongelesha wasichana. I talk to boys, I talk to girls, but I love talking to girls. Now, I have so many reasons, but one reason I'll tell you is because I was brought up by my mother and my grandmother, two women, mashallah. After Allah, they made me who I am today. Then I have two sisters, Justina and Regina. I'm the only Muslim at home. So I have two sisters, Regina and Justina. And then I have my wife, very beautiful, Nimsupu. And then I have my daughter. My daughter naitwa Haya. I want to tell you a story about my daughter. So my daughter ako 2 years and a half. So juzi tunatembea, tunafanya ile inaitwa evening walk, kama hata si evening walk, inaitwa evening stroll. So tunatembea evening stroll, nimebeba msichana wangu, then tukapita kwa shop inauzwa doli. Akaona doli akaniambia, "Papa, nataka baby." Nikanyamaza, akafikiria sijui Kiswahili, akaniambia in English, "Papa, I want baby." Nikalenga, siko nimebeba pesa, nikalenga, nikamwambia twende pale nikubaie chip. Hapana, nataka baby. Akakuwa, "Papa, nataka baby, I want baby." Ana switch from English to Kiswahili. Then tukikuwa tunaenda, tukapita kwa msikiti. Pale tunaishi kuna msikiti, kwa adhani ya maghrib inaendelea. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mtoto wangu akanyamaza, nikafikiria pia yeye amepata adabu, mashallah, anasikiza adhani ishe ndio aendelea, "I want baby." Akanyamaza kidogo, venye ilisha akasema, "Ashhadu a baby." Okay. Sawa. So, alinifunza something very important, She taught me something very important. Of course, as Muslims, we say, "Ashhadu an la ilaha illallah." But she taught me something very important. If you want something, you have to go for it. The other day, last Sunday, I went with Sheikh Abu Najma to a girls' school in Parklands. Nitamwambia mmemsalimia, sawa? Okay. Anyway, so nilienda kwa girls' school. I talked to them. Mashallah, it was a great talk. Baadaye, one of the wanafunzi akakuwa anatuzindikisha nje, ametubebea some things tulikuwa nazo. So I engaged him. Kwa talk, sorry. Nikamuuliza, "Did you benefit?" Akasema, "Wallahi, a lot." Kamuza, "Kwani how are you before we came?" Akasema, "All of us in class tulikuwa tumekaribu to give up. Kuna pressure kutoka nyumbani, kuna pressure tumesoma haraka, yani a lot of things, kuna pressure ya social media." Kanambia, "You really helped us." So nikamsikiza, then she asked me a question. Akaniuliza, "Ustadh, how do I focus to be myself? Sahi kuna a lot of challenges venye nimekuambia, kuna hizo pressure, shule, unataka kuperform, unaangalia labda saa zingine unajifeel na una mwenzako ni mrembo, labda yako na nywele refu kukushinda, labda yeye ni light skin, kuna pressure za relationship. How do I focus? How do I become myself? How do I focus?" So I looked at her, and this is what I told her. There are a lot of things we would have shared, but this is what I told her. The first thing, Allah tells us in the Quran, our purpose ametuumba kwa hii dunia, "Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." That was the first thing I told her. For you, and this I'm sure, nimeona venye when I was telling that story, I saw venye wengi wenu mlikuwa mmenyamaza mnasikiza, because it's not only her problem, it's not only a pressure, it's all of us. Si ndio?
It's all of us. So how, in times of crisis, in times of hardship like this, Corona, no one expected. I remember last year we came here, we had a great talk, then Corona happened. How do you focus? How do you remain yourself? First, remember, anywhere that you are, remember kwanza kitu ya muhimu hapa duniani, Allah alikuleta ufanye nini? Wallahi, if you remind yourself, kwa nini Mwenyezi Mungu amekuumba kwa hii dunia, there are things you cannot do. Si ni kweli? If you know, the first thing, if you know kwa nini Mwenyezi Mungu amekuleta kwa hii dunia, kuna vitu wewe mwenyewe ukiangalia, hata saa zingine ukiingia, utasema hapana, this is not my place. One of my favorite people, anaitwa Muhammad Ali, alikuwa boxer, the champion. One time alipigwa ngumi, the first time alipigwa ngumi akaanguka chini. He got up very fast. The reporter, after the fight, asked him, why is it that when you are knocked down, you got up very fast? And this is what he said. He said, I looked around where I was and I realized the canvas is not a place for a champion. So this is a message to you. Look at where you are and then remind yourself. I heard one of the speakers say, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Allah brought us in this world as the Khalifa. Remind yourself, ask yourself, question yourself what you are doing. Are you acting like a Khalifa? Always ask yourself these three questions. Who am I? Why am I here? Where am I going? You know, at times of crisis, and I think I told this story last time I was here, and I want to tell it again, because every time I am in hard situation, I remind myself of this story. One time, nilikuwa natembea hapo Jamia. Jua inawaka saa 8 hivi, jua inawaka na isinjaa, niko na stress, one of the most stressful times in my life. Niko na stress sana. Nilikuwa nimebeba mzigo hivi, nakumbuka vizuri, nilikuwa nimebeba mzigo mzito hivi. So, akili yangu ni ile joto na ile shida niko nayo, have become my problems. Then nikiwa natembea, nikaona mama wawili wamekaa hapo, wale beggars wamekaa. Then nikiwa karibu tu na wao, nikasikia wakiongea. Sasa nikasikia kitu wanasema. Nikasikia mmoja anaambia mwenzake, mimi nakwambia maisha ni ngumu nakwambia, lakini usi give up. Mwenyezi Mungu wako, siku moja Mungu anaweza kubariki, umepata bwana kama huyu, alafu ananipoint. But see, mimi, because of the challenges nilikuwa napitia, si feel mimi kama ni mtu wa maana, sio? Na saa zingine pia sisi tuko hivyo. Saa zingine unapita nyumbani kuna challenges, shule kuna challenges, huja perform vizuri, ukiangalia mwenzako unaona I know, mimi nimeishi na masista zangu. Unaangalia unaona akipaka tu hata Vaseline, sura yake inang'ara. Wewe hata umejaribu zote haing'ari. Si ni ukweli? Umejaribu hii, umeona kwa news ina advertisiwa, umejaribu. Hizo ndio issues zenye sisi zinafanya nini? Mimi nataka kukukumbusha that wewe you are not your face, you are not your hair. Wewe ni mtu wa maana sana kwa hii dunia, you are valuable. Tuseme kwa pamoja, I am beautiful. I am powerful. I am successful. Naweza. Unaweza. Tunaweza. Mashallah, when I seated pale nyuma, I saw wale watoto wenye waliperform mashallah vizuri sana. Na hawa sisters wenye pia wamefanya hapa saa hii, being a journalist, wamenifurahisha. Someone tukiwa pale akauliza, hawa watoto wametoa wapi confidence yote? Let me give you the answer. I want to tell you, because most of you here, hamna your confidence. I didn't have the confidence that I have today to speak here when I was your age. So I want to tell you this point. And if you have a pen and a paper, write this down. A cup overflows with what is inside. A cup overflows with what is inside. If you take, let's say for example, you take this bottle today. Hii bottle iko na nini ndani? Kwa sababu gani? Iliwekwa maji ndani, sio? Si ndio? Ukitoa uweke mafuta itakuwa na nini ndani? Oil itakuwa na nini? Ukiweka ujinga. You know, today I see kwa social media unaona mtu anapata depression
Kwa sababu aliweka picha, dema ameweka picha, amepost alafu akapata likes kidogo, anapata depression. The Muislamu, mwanaume Muislamu, the things that we do, the things that we add into ourselves, the things that we add into our cups today. And then you read, Sheikh aliongelea hapa hivi, akaongelea au Muslim scholars. You read the story of Imam Abu Hanifa. If you read the story of Imam Nawawi, these people, mpaka wa leo, 1,000 years plus, bado I'm here mentioning their names. Kwa sababu ya nini? Wao watu waliamua maisha yao, wakalala kwa mchanga, lakini kenye walieka kwa akili yao, na kenye walieka kwa roho yao, na kenye walitoa, mpaka wa leo tunasoma. Wewe, mimi na wewe, kesho tukiaga, hapa tu itakuwa kesho tu, si mbali, mtu atasema, wewe mmoja wako tutakuwa tumeaga. Message itatumwa, mtu atapigiwa call. Wewe, nini itabaki wewe? Legacy yako itakuwa nini? What will you have left? A cup overflows with what is inside. I stand here today and tell you the words that I tell you after Allah, because I sat down and read a book. I sat down and dug deep into my life and took the lessons. And this is what I want to tell you. Kama uko hapa, ukienda back to your school, kama utatia bidii kwa shule, utapata grades zenye utaki. Tuseme pamoja, utapata grades zenye utaki. Alafu ukimaliza utaenda university yenye utaki. Alafu utapata kazi yenye utaki. Alafu utaolewa na bwana utaki. Alafu utaishi mali utaki. Utakuwa na majirani utaki. Ukikufa utazikwa na watu utaki. So mimi nawaambia, tia bidii. I told, niliongea Lamu a few weeks ago, alafu mtoto mmoja akaniuliza, after tumemaliza akainua mkono akaniuliza, how did you become the person that you are? I didn't tell the whole story. It has been a struggle, but after Allah nikamwambia nilitia bidii. Na sasa nafanya kazi yenye na nimeoa bibi mwenye naishi place yenye na nikikufa nitazikwa na watu. Najua saa zingine life inakuanga ngumu sana. Najua nimepewa 3 minutes as I finish up. Na hapa nimeona so many times mnaambiwa na walimu wenu, mnaambiwa keep quiet, mnaambiwa fanya hivi, amfuati. Na pale nje pia ni the same. Ukienda kuna watoto wengi sana saa hii shule wanachoma shule, wanafanya vitu zenye hazifai. Kwa sababu ya nini? Number 1, ukikuwa na shida kwa life yako, ask questions. Tafuta watu wazima. Tafuta mwalimu mwenye unaweza ongelesha, mzazi, rafiki mwenye ako na hikma, muulize. Alafu number 2, kuwa mtu mwenye unachukua advice. Jamaa mmoja alienda veterinary officer, amekuja kwa farm, kwa shamba kubwa, anataka kuinspect wanyama kwa hiyo shamba. Ule mwenye shamba akamwambia, pale unaweza kuenda, pale unaweza kuenda, pale unaweza kuenda, lakini pale tafadhali pale usiende. Wao jamaa akamwambia, unaniambia nini? Wewe ni nani? Akamuonesha badge. Lazima niende, akamuonesha badge yake. Alafu jamaa akaenda kwa hizo zingine zote, ile pale aliambiwa asiende, akaamua ataenda ya last. Akaenda akafungua mlango. Kufungua mlango akapata ng'ombe moja kubwa, very violent. Ikaanza kumkimbiza, alafu anapiga nduru, anaambia ule mwenye shamba, anamwambia help. Ule mwenye shamba akamwambia, show him your badge. Si alikuwa ameonyesha badge, akionyesha venye yeye ndio anajua. Akamwambia show him your badge. Saa hii ukiangalia walimu wenu, inaweza kuwa si mwalimu mwenye si favorite wako, lakini yeye aling'ang'ana akafikia mali yako. Akikwambia kitu, please listen. Mzazi wako akikwambia kitu, please listen. As I finish, naona ustadha amenisimamia hapa nyuma. Ni sawa, namaliza na najua pia time ni mbaya Yeye pia angependa tuendelee. I want us to say this together because times are hard. Okay? Tough times don't last. But tough people do. I want us to say it together. The world cannot break me. Unless I give it permission.
It cannot own me unless I hand it the keys. Unless I give it my heart. I have handed those keys to the world for a long time. Now I will take them back. This is not the end. I reclaim my heart. I hand my heart to the rightful owner. Allah. This is the day I change my life. This is the day I become the real me. This is the day I start winning. This is the day I start respecting my parents, my teachers. I start doing my homework on time. Sunaona? Amtaki hiyo. This is the day I become that pilot, that doctor, that engineer, that teacher. This is the day I start winning. I know I will fail a bit, but this is the day I will never give up. I will always fight back. Naweza, unaweza, tunaweza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.